Ahlan wa sahlan, marhaba bikum popote pale ulipo na karibu sana katika dimba la Ulinzi Sports Complex. Ndivyo ambavyo watakavyovaa sare zao siku ya leo AFC Leopards Ingwe ya Matere, bingwa mara 12 wa ligi kuu taifa la Kenya, lakini amekuwa na ukame wa ubingwa. Wapo wachezaji wapya kwenye kikosi cha AFC Leopards. Hivi ndivyo walivyotua katika uwanja huo wa Ulinzi Sports Complex ambao hii leo wanaotumia kama uwanja wao nyumbani. Randy Bakari beki ambaye amekuwepo msimu uliopita, lakini pia Kennedy Owino Odhiambo amekuwa kisiki msimu uliopita na msimu huu pakubwa pia ameweza kusalia kwenye kikosi. Mbali na wachezaji ambao wapo kwenye kikosi, hali kadhalika James Cleus Tuba amechukua nafasi yake Levis Opio Junior Lova ambaye ameweza kuyari kuondoka FC Leopards na kutua kule Pwani kwa faida ya Bandari FC. Sofapaka Batoto ba Mungu hivi majuzi waliingia mkataba na kampuni ya jezi mpya, ishara kuwa labda huenda wamepania makubwa msimu huu, wakirudia miaka ya nyuma mwaka 2009 ambapo walichukua ubingwa wa ligi kuu taifa la Kenya. Sofapaka ni klabu yenye historia kubwa. Abdalla Juma naibu mwalimu kwa faida ya klabu hii yenye historia, lakini pia ambayo wamepitia wachezaji wengi wenye uzoefu. Beki Stephen Boni, raia wa taifa la Ghana, huyo alivyoshuka kwenye basi lao na kuingia katika uwanja huu. Hali kadhalika pia nao vile Sofapaka wamepoteza wachezaji si haba msimu ulipokuwa umeweza kukamilika. Hii leo yupo nyumbani AFC Leopards Ingwe anamkaribisha Sofapaka katika raundi ya kwanza Sports Pesa League mwaka 2025 mwaka 2026, mubashara kabisa kutoka uwanja wa Ulinzi Sports Complex maeneo ya Lang'ata, jiji kuu la Nairobi, lakini taifa la Kenya. Wanaongozwa na Pilata siku ya leo, lakini pia kamishna wa mchezo wamevaa sare yao ambao wameitumia miaka chungu nzima tangia mwaka 1964. Jezi iliyokolea rangi ya samawati na nyeupe ni rangi ambazo wanazitumia kila wanapokuwa katika mechi yao ya nyumbani. Kennedy Owino Odhiambo aliwahi kuhudumia klabu ya Gor Mahia, lakini sasa yupo kwa faida ya Ingwe. Upande wa pili Sofapaka wamevaa jazi yao ya ugenini ambao wamekuwa wakitumia msimu uliopita, lakini pakubwa msimu huu ikiwa ni njano, ikiwa ni michirizi nyeusi. Mashabiki hao FC Leopards wametokea siku leo wakijua labda huenda kawa ni msimu tofauti kwa msimu wa mafanikio, msimu ambao huenda ndio japo mashabiki nao wakapata kitu cha kuweza kutabasamu mwisho wa msimu. Mpaka sasa tabasamu wanayoipata kila kucha ni kikosi chao kinavyozidi kuwa imara. Victor Okello Odhiambo amesalia kwenye kikosi hichi. Utepe wa unahodha umehamia kutoka kwa Humphrey Mieno ambaye ameingia klabu ya KCB. Sasa Victor Okello Odhiambo ndio atakuwa nahodha kwa faida ya FC Leopards. Ni beki ambaye amekuwa akitafutwa na timu nyingi, lakini aliari kuweza kumaki papa hapa Sofapaka, akiwa na matumaini labda huenda nao pia msimu huu wakaendea taji. Mwalimu Robert Matano ambaye sasa yuko KCB alisema kila mtu anataka taji, lakini mwisho wa msimu ndio mambo yanabadilika. AFC Leopards msimu wa 4-3-3, James Cleus Tuba atasaidiwa na Peter Makerma Nyang, Kennedy Vincent Mahiga na Brian Ojoke. Eneo la kati Musa Undu, Boniface Kwe Munyonde, Kelly Okonji Madada, pembeni Hassan Beja Shoka, pembeni Victor Teno Aguero, lakini sajili mpya raia wa taifa la Uganda Samuel Senyonjo ndio anakamilisha 11 bora kwa faida ya Ingwe ya Matere. Wanakwenda kukubaliana tu, yupi ataanzia kushoto kwenda kulia, yupi ataanzia kulia kwenda kushoto. Upande mmoja Kennedy Owino Odhiambo, upande wa pili Victor Okello Odhiambo, akiwa na Mapilato wa mchezo siku ya leo ambaye, lakini kwanza kikosi cha Sofapaka pia nao wanatumia mfumo wa 4-3-3. Wachezaji wanne wapya kwenye kikosi. Victor Kamungo anapewa debut yake siku ya leo, atalindwa na Vinedina Mbesa, Victor Okello, Stephen Boni, lakini pembeni atakuwepo Michael Otieno. Eneo la kati mzoefu Roy Oka, lakini Donato Okello raia wa Uganda na Jafet Lihanda Mzungu. Pembeni atakuwepo raia wa Kongo Satala Jafari. Pembeni atakuwepo Joseph Kuloba. Douglas Kibet Koech almaarufu Moi ndiyo atakuwa mshambuliaji siku ya leo. Alihusika kuweza kuwazamisha Kogalo
katika mechi ya msimu uliopita. Je, hii leo naye atakuwa anaongoza kwenda kufunga goli? Israel Paima ndio Pilato, wakati siku leo atakuwa anasaidiwa na Fredrick Kajongo, Jackson Atsia na Edwin Bobia, lakini kamishna wa mchezo hii leo atakuwa ni John Ngururi. Wamepewa jukumu la kutafsiri sheria 17 za mchezo wa soka. Mwalimu kwa upande wa FC Leopards Fred Ambani alichukua mikoba kutoka kwake TT Thomas Tucha. Msimu wake huu utakuwa ndo anaanza upya akiwa kama mwalimu mkuu. Amepata pre-season ya kutosha, amecheza mechi za kirafiki za kutosha. New Groom in town, bwana harusi wa sasa Ezekiel Sachiakwana aliwahi kuwa mchezaji wa AFC Leopards, lakini sasa ni mwalimu wa Sofapaka. Aliondoka Robert Matano msimu uliopita. Jukumu analo yeye sasa, msimu mpya anaanza kama mwalimu mkuu. Atakwenda kuafikia yapi? Israel Paima anamsogeza, anayefaa kuja kuanza mchezo. Timu zote mbili zinaingia katika shura na kupiga dua sasa. Wanamwelekea muumba mbingu na ardhi awatangulize katika mchezo siku leo. Kila mtu anaomba ushindi, atakayejibiwa ni mmoja. Bidii italipa. Juhudi zilizofanywa kuja msimu huu ndizo ambazo zitaashiria nani atachukua ushindi. Ndio kwanza wanafungua msimu kwao. Katikati ya mashabiki anaonekana mwalimu wa Kiswahili, mwalimu Sakwa. Kayole Chapter AFC Branch wametokea kabisa. Ni klabu ambayo matawi yao kila kukicha yanazidi kuwepo. Sehemu zote za taifa la Kenya wanapatikana, pasi na kusahau gaibuni. Wanakwenda katika sehemu zao ambazo wanafaa kuwepo kabla mchezo kuweza kuanza. Ukiangalia kwa mbali utaona mfumo ambao timu zote wanatumia. Popote pale ulipo, salamu alaikum, amani ya Bwana iwe juu yako. Karibu sana Ulinzi Sports Complex, karibu sana Lang'ata, karibu sana Nairobi, lakini karibu sana 254 kwa faida ya Kenya Sports Pesa League. AFC Leopards yupo nyumbani siku leo, mgeni wake ni Sofapaka. Batoto ba Mungu, hii ni sauti ya beki asiyepitika Ali Salim. Nipo nao kuanzia mwanzo mpaka dakika mwisho ya mchezo siku leo. Msimu ni mwaka 2025, mwaka 2026. Mubashara kupitia Azam Sports VHD. Kumbuka Azam Media ndio kampuni yenye haki miliki ya kuonyesha ligi kuu taifa la Kenya. Kelly Okonji Madada amekaba uzuri na Donato Kelo. Mali ya kwanza imetoka. Kona ya kwanza mchezo imeanguka kwa faida ya AFC Leopards. Victor Otieno Aguero ndio anaachia jukumu la kupiga kona ile, lakini Israel Paima anakwenda kutoa somo kwa wachezaji. Hamna kuvutana, hamna kushikana. Kila mtu amekamata kwake. Naletwa ndani uzuri na Victor Otieno Aguero, amepita kwanza na bawatiza mali anao Joseph Kuloba. Sasa Victor Otieno Aguero nayo mali, jaribu kuondoka nayo chini kwa chini, fupi mno, anaipata Victor Kamungo. Msajili mpya kwa upande wa Sofapaka kitokea klabu ya Migori Youth. Vincent Mahiga Junior kwake Hassan Beja Soka. Boniface Koyo Munyondo tena kwake Hassan Beja Soka. Anao Boniface Koyo Munyondo, imeiba uzuri na Vedina Mbetsa. Victor Okelo kwake Mbetsa tena. Najaribu kuipiga mali ndefu, metoka ni kurushwa. Kennedy Owino Odhiambo kwenda kucheza naye James Cleo Setuba. Alisajiliwa katika uhamisho mdogo wa dirisha dogo msimu uliopita akitokea Kakamega Homeboys. Kati na kati Boniface Koyo Munyondo nayo mali, anageuka nao uzuri, hana presha yoyote pembeni kwake Victor Otieno Aguero. Aguero anaenda pembeni kwake nguvu mpya, sajili mpya Brian Ojok, mimina cross moja kwa moja katika mikono salama ya Victor Kamungo.
foul. Inaonekana mapema kabisa Royal Otieno, kiungo mwenye shughuli pevu, uwezo wa kukaba upo, lakini uwezo wa kupiga pasi zenye hatari za kuzalisha goli pia nao uwezo huo Royal Carl. Peter Maker Manyang Mabok, Douglas Koech Kibet Moi, kwake Vinedina Mbesa. Mbesa! Kwani Jafid Lihanda Mzungu alipewa pasi nzuri na Douglas Kibet Koech Moi, taka kuachia fataki pale pale. Kwani James Kileo Setuma mrefu wa kimo alikuwa amekisha lango lake lipo safe and sound kabisa. Mali inaletwa ndani, goal! Wameanza mapema kabisa shughuli. Satala Jafari, fimbu na fimbu ya kutokea Kongo kule. Lazima Mkongomani akupigia densi liwe liwalo, mapema kabisa. Hakuna aliona nafasi iliyotengenezwa pale. Debi wake anajitangaza na goli. Sofapaka watoto wa Mungu. Safu ya ulinzi ya FC Leopards ilikuwa wapi? Where were the defenders? Walikuwa wamelala usingizi wa pono, hakuna wa kumwamsha. Sasa mapema kabisa wametanguliwa. Ulikuwa mpira kurusha kwa haraka, ukaunganishwa kabisa, ikamiminwa cross ndani. Aliruka kwa kichwa lakini aliukosa kabisa Brano Jog. Mwisho wa siku cross yake Vinedina Mbesa imekwenda kuzaa goli kwa new signing ambaye anajitangaza kwa kishindo kabisa. Satala Jafari anawapa uongozi Sofapaka watoto wa Mungu. Upande wa pili mashambulizi yanaendelea, imekatwa. Victor Okello Odhiambo anaipaisha mali juu kwa juu. Sofapaka sasa na 1, FC Leopards 0. Boniface Kweyu Munyendo, Brano Jog ana muda kuleta cross, inekatwa kwanza, kichwa kimeita, hakuna mtu. Tayari ameruhusu goli lao la kwanza msimu huu FC Leopards. Msimu uliopita kwa jumla waliruhusu mabao 28 tu. Meanza na Stephen Boni, msajili mpya akitokea Accra kule Ghana. Pasi inatolewa na raia wa Sudan Kusini, Peter Maker Manyang Mabok. Mechezewa madhambi beki kulia Brano Jog, na amesajiliwa akitokea Soy United. Brano Jog nyongesa, Kelly Okonji Madana good turn, lakini ameliwa mtama na Donato Okello. Kwa amepiga turn superb kabisa, ila Donato Okello alifanya kazi anayofaa kuifanya. Hassan Beja Shoka, nyota Kilifi, Vincent Maiga Junior, Boniface Kweyu Munyendo, imegeuzwa kwake nyongesa Brano Jog. Victor Otieno Aguero, kakake mdogo Kevin Etemesi, ndugu atoka nitoke. Mechezewa madhambi na Michael Otieno, naye pia ni sajili mpya. Kikosi kikubwa sana kwa Sofapaka kimebadilika, wakipoteza wachezaji wao muhimu kabisa. Victor Otieno Aguero anaimimina ndani uzuri huko,
Imemfikia Peter Maker Manyang Mabok. Neletwa mashabiki wamepoa. FC Leopards wametanguliwa tayari. Kichwa chake Kennedy Owino naondolewa na Stephen Boni. Roy Okal amemchezea pembeni kwake Jafet Lihanda Mzungu. Kisigino chake akisoma Roy Okal. Mali anayo shoka. Memfikia Senyonjo Samuel. Senyonjo. Sebo Senyonjo. Yupo Setuba. Wote ni raia wa taifa la Uganda. Victor Okello Odhiambo ameicheza pembeni kwake Michael Otieno. Ndio anaionja ligi kuu akitokea klabu ya Kibra United, natokea maeneo ya Kibra kule. Tena kwake nahodha Victor Okello Odhiambo. Jaribu kunyanyua Kuloba Joseph. Jafet Lihanda Mzungu. Ferdinand Betsa. Boniface Kwe Munyendo kwake Hassan Beja Shoka. Jaribu kumtoka Victor Okello kina mikataa, bado ni mali ya kurushwa. Ipo kwa faida ya FC Leopards. Vincent Mahiga Jr. Kennedy Owino Odhiambo anaanza kuijenga kwake Peter Maker Manyang Mabok. Ameitaka nyongeza Ojok Brian. Vincent Mahiga Jr. Musa Oundo Casey anaijaza pembeni kwake nyongeza Brian Ojok. Ndefu sana kwake, ameshindwa kuweza kuituliza. Amekula mtu kazi ile. Adrian Olo pembeni. Olo narudi wapi huko baba? Besa naipura tu. Musa Oundo anaicheza pembeni. Aguero bado anayo. Victor Otieno amezimwa na Victor Okello, water defender, lakini alikuwepo Stephen Boni. Namale kwake Roy Okal. Ezekiel Namale anaichanja kwake Bramwell. Tamasha Simiyu amekosa kuipa mwelekeo tu. Safa Ulinzi FC tena inapatikana flat foot. Mwelekeo tu ndio umekosekana. Wanatengeneza tena nafasi. Anaikata Peter Maker Manyang Mabok. Kazi ipo, sio kwa kushambuliwa huku. Mambesa ajaribu kumvalisha mtu kikoi, lakini amechezewa foul. Namba Tulia subiri. Anataka kutoshelezwa atoshe, lakini alikataa kutoshea. Na mimino ndani huku.
Ezekiel Lamale, Michael Otieno anaileta ndani, imepita. Badiliko linakwenda kushuhudiwa. Adianolo, ameondoka Douglas Koech Kibet Moi, nafasi yake imechukuliwa na Andrew Waswa Waliaula. Kichwa kimeita uzuri kwake Bramwell Simiyu Tamasha, anakuana na Vincent Mahiga. Ameiondoa katika mechi zao 4 za mwisho, 3 zilisha sare ya 1-1. Haitokuwa jambo geni, wameweza kupatana mara 36 katika michuano tofauti. Sofapaka akishinda mechi 13, AFC Leopards akishinda mechi 12, mechi 11 zikiisha sare. Ameanza haraka Tyson Otieno, imefika pembeni kwake Brian Ojok Nyongesa. Amerudi kwao Peter Maker Manyang Mabok, napigwa ndefu lakini Vinedina Mbensa ameikata. Andrew Lo amechelewa kwenye shughuli. Royo Carlo Otieno anaipata Bramwell Tamasha, lakini Makera ameikata. Kibuyu kimelia kile. Elias Mugane Muruki, Victor Otieno Aguero, Tyson bado anachenga kwanza. Tyson, kadi ya njano imetoka kwenye mkono wa Pilato. Mwalimu msaidizi katika benchi la AFC Leopards amepewa kadi ya njano. Kenneth Wendo. Baada ya kula njano amekwenda kukaa sasa. Amenyanyuka meneja wa timu Bernard Mang'oli, aliyekuwa mchezaji wa FC Leopards na nahodha vile vile. Kenneth Wendo baada ya kula njano amekwenda kukaa sasa, anapunguza kwa kunywa maji. Kila siku naomba ukiwa na hasira wewe kunywa maji tu. Mashabiki wa FC Leopards wamekaa tu wanasubiri kuona iwapo wataondoka na 3 za kwanza msimu huu, waanze msimu uzuri. Tyson Otieno, mali ilianguka kwake, akageresha kwanza uzuri, lakini mpira wake wa mwisho ulikuwa hafifu mno, haukuwa na nguvu za kumsumbua Victor Kamungo. Sajili mpya huyu tokea pale Kenya Police, ambayo leo wana mechi yao
dhidi ya Mogadishu City katika harakati za kufuzu kwenye makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Mpaka sasa wanaongoza mabao 3-1 pale uga wa Nyayo Stadium. Kati pia usiku wa leo Nairobi United watakuwa wanapiga dhidi ya NCC ya pale Uganda, pale Kampala, katika hatua hizo za kufuzu. Anaachiwa Casey Odhiambo. Mianzo mali haraka inaletwa ndani. Kichwa kimemperemba Mugane Elias Muriuki. Sio kila Mugane ni mchezaji mpira tu. Musa Undo amecheza na kichwa. Labda itakuwa na mahusiano huyo na Eric Mugane wetu. Anapigwa kibavu Samuel Tamasha Simiyu. Napigwa mrefu Mugane na kwenda kwake Victor Kamungo. Kuna vitu unasherekea kuifanya vikikubali, vikikataa utatoka mna wachozi, hakuna atakayekuelewa. Michael Otieno anaambwa mpira ni wao Sofapaka na Male Ezekiel. Metafutwa Olo Adrian. Ng'ang'a pembeni kwake Olo tena. Amechengwa mtu uzuri. Afifu ndani. Anamwekea Royo Kal. Wali Aula. Msimu uliopita FC Leopards katika mechi yao ya kufungua ligi walimchabanga Mathare United mabao 4-0. Aguero pasi yake imesomwa, lakini upande wa Sofapaka walipoteza 1-0 dhidi ya Tusker katika mechi ya ufunguzi msimu uliopita. Kwa hivyo kwa sare hii labda atakuwa ameuanza msimu mzuri, lakini kwa FC Leopards labda watasema tulipaswa kushinda, tulikuwa na uwezo wa kushinda, lakini hatukushinda. Samuel Tamasha, Wali Aula amekosa kuweza kutuliza Waswa Andrew. Casey Odhiambo, dakika 85, 1-1 bado. Mahiga kwake Musa Oundo, anapewa tena Vincent Mahiga. Mpira umetoka. Casey, pasi inapigwa pembeni ndefu mno kwake Ronald Chichenje Bebeto.
Samuel Simiyu tamasha. Kariobangi Sharks walikuwa nyumbani hii leo dhidi ya Bandari pale Kasarani Annex. Mechi imetamatika bila. Huenda leo ikawa ni siku ya sare. Matajiri wa Pwani wanarudi wakiwa na sare yao alama moja. Pinzani anayofuata ni Shabana. Wali Aula Andrew Aswa imeingia kwenye mkoba ikatoka, ilikuwa nzito mno, hakuweza kuikamata moja kwa moja. Sajili mpya huyu. Aswa Andrew Wali Aula ameachiwa Adrian Olo, nyota wa zamani wa Nairobi United. Na ichanja ndani uzuri, kichwa chake Maker Manyang Mabok, tallest player in the field. Aguero sasa jaribu kuondoka safari na muziki. Tyson anaitaka, Mugane pia anaitaka. Oh, alikuwa hana haraka kabisa. Inafikia Bebeto sasa. Rona Shichenje Bebeto anatafuta mguu naye. Tyson kama leo amemlisha wali, mechi ijayo asile wali kabisa, sio kama mipira hafifu hii. Tayari alikuwa amejitengeneza uzuri, lakini shot yake very light, nyepesi mno. Hizi sasa ndio zinaitwa dakika za jioni. Oundo Musa mpata foul Pele. Umeanza haraka KC Odhiambo, umetafutwa Bebeto ndefu tena, lakini tayari kibendera kilikuwa kipo juu. Kadi ya njano imetoka kwa Kevin Edina Mbetsa. Kwa kadi ya njano kwa kupoteza muda. Wakati huo bango linanyanyuka, dakika 5 za kumaliza mchezo. Mbetsa alipoteza muda, kala kadi ya njano. Sichenjero na Bebeto imekatwa na Adrian Olo. Vincent Mahiga Jr. Ronald Sichenje Bebeto. Kurusha mpira mrefu ndani, kona. Tyson Otieno
anasema I'm watching. Tyson anaileta ndani huku, ameipata, ameiangusha, lakini imeondolewa uzuri. Amegeuka nao uzuri. Ronald Chenje Bebeto kwake Tyson Otieno, inachanjwa ndani huku, ndefu mno imetoka. Upande wa pili ni vibe mwanzo mwisho. Hapa ndipo kwenye raha sasa, Aine akiwa na jeshi lake, lakini mashabiki nao wakiunga bogi. Msafara umeanza, mashabiki ambao labda wenda kasema wamekata tamaa kuwa ndio mechi imeisha hiyo, lakini hii haijaisha mpaka iishe, mpaka firimbi ya mwisho. Edian Olo Setubak Leo James Ambetsa amekuwa na mchezo mzuri sana pembeni kulia, akizima mashambulizi ya Hassan Beja Shoka, na kipindi cha pili yake Ronald Chenje Bebeto. Roy Okala ameondoka na mpira, anaipiga ndani kwake Edian Olo, anatafuta pa kucheza pass. Olo anajitafuta bado, pasi yake fupi imesomwa. Upande wa pili sasa, KC amechezewa foul. KC Odhiambo amekula kadi ya njano. Alitaka kuanza mpira na kumgonga aliyokuwa mbele yake. Tano zilizoongezwa zimetamatika. Leo ni siku ya sare. Sare sare maua, asiyejua kuchagua. Watagawa alama hii leo, watabidi waridhike na moja. Unapigwa mrefu naye Mahiga, kichwa kimelia, ni mpira wa kurushwa. Aguero anaambiwa wacha, itakuwa anajua Vincent Mahiga urushe mpira mrefu. Na Male naye pia alikula kadi ya njano. Na rushwa mrefu umetoka kona, huenda ikawa ndio mpira wa mwisho kuchezwa hii leo. Wasipotumia huu, basi wataondoka na alama moja hii leo. Mpira haujawahi kuwa mgumu, mpira haujawahi kuwa rahisi.
Israel Paima naye ameyari kuweza kumaliza pambano la siku ya leo. Familia ni moja, familia Paka wamegawa alama. Stephen Boni ameonyesha mchezo mzuri kabisa. Brano Jok nyongeza hali kadhalika. Elias Mugane Muriuki hajaziona nyavu hii leo, lakini msimu ni mrefu, ndiyo mwanzo, ni hatua ya kwanza hii. Yajayo mbele ni mengi kubwa, yajayo mbele yanafurahisha, yajayo mbele yanapendeza, lakini kwa siku ya leo watalazimika kuridhika na walichokipata. Imetamatika kutoka Ulinzi Sports Complex, FC Leopards 1 Sofapaka 1. Umekuwa nami Beki Asiabidika Ali Salim. Till next time, go